Yaani kurmaambi kwa udati kile jomba. Alikuja huku mwaka wa 2009 ndiye alikuja Kisii. Tangu akuje huku hajawahi rudi nyumbani. Tunajua ako huku. Huwa tunamtembelea wakati kwa wakati. Sana sana nikiwa kwa shughuli zangu za kikazi. Huwa ninamtembelea lakini sikuwa najua mahali anakaa exactly kwa nyumba. Aberete nyumba matuka abantu batamanyiti lakini ndutumate ngakariga gasi. Bona murapa one jirani yaye bona basinye inamo nere mono chingi chiajete komoketa nili musu mpaka bona baje kuburani ngaki bono yanyarikana rero chingi chikale mono iga nili musu uchurangerio manyene eproti bagenda baigori tisha banyora maene gakorete kigasirete. Kwa muda wa kama miezi 2-3 hivi sijamuona kwa sababu mimi nakaa Nairobi, sikai hapa Kisii. Na nilifika huku juzi, ilikuwa Sunday asubuhi ndio nilifika huku. Nikamuulizia, kwa sababu nikifika huku lazima nimuulizie kwa zile kazi nafanya anaifanya. Nilimuulizia nikaambiwa kuna siku kadhaa hajaonekana kwa nduka. Kwa sababu kuna ile nduka tunanunuanga vitu, nduka ni 2. Akikosa hii nduka unampata kwa hiyo nduka nyingine. Nikaenda nduka zote 2 na sikumpata. Nikaambiwa kuna masiku kadhaa bila kuonekana. Chief alikuwa anakohoa sana, alikuwa na shida ya kukohoa. Unakisikia na ile kikohozi alikuwa nayo ilikuwa ya hali ya juu sana. Ni kama hii kifua tunaita asthma. Kwa saa nyingine alikuwa anakohoa mpaka anajikunja, unaona huyu mtu ni mgonjwa. Reality ni mgonjwa. Na saa nyingine hata kutembea kwake kulikuwa na shida. Hakuwa na mke, hakuwa na familia yote. So hata ugonjwa wake ni kama imechangia sana. Sababu hakuwa na mtu wa kumsaidia ndio apone haraka. Hata kukunywa mandawa saa nyingine ilikuwa na shida kwake sababu anaweza kosa kukula ndio akunywe hizo mandawa. Kuna wana. Ajomo dai, omo ameenda nyumba kwa zile maduka tatu. So mama ndio simodo na kwenda. Na tuona na ndio kula mwana.